Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Uaminifu wenu kwa ratiba zetu ni mojawapo ya vitu vinavyotupatia furaha, mpenzi mtazamaji wa ratiba zetu. Kwa mara tena mjambo na karibu katika matangazo ya leo, tukiwa Novemba 4 mwaka wa 2025. Natasha Mingo Andrea ni mtangazaji, huku tukikutangazia mashariki mwa DRC, South Kivu. Tuangazie dira zetu na habari za kijamii. Zaidi ya vifo 25 vimerekodiwa katika mikasa ya moto ama insandi ya mara kwa mara katika jiji la Bukavu wakati wa Oktoba 2025. Matukio haya yanazidi kujirudia katika jiji la Bukavu. Wananchi wanahimizwa kuwa waangalifu na kujua namna gani ya kutumia jiko zao na namna gani ya kuwekeza mafuta ya gari. Majanga haya uharibu nyumba na mali, husababisha watu kupoteza maisha na kuacha kiwewe kikubwa cha kisaikolojia. Moto huu ambao asili yake bado kujulikana husababishwa na ubovu na nyaya za umeme, viunga ama uzembe wa baadhi ya wakazi. Mara nyingi magari ya zimamoto hufika kwa kuchelewa wala kutofika kabisa na kuacha tu matokeo ya uharibifu. Maeneo yenye watu wengi ni miongoni mwa walioathiriwa zaidi ya jambo hili. Kama ukumbusho, tarehe 13 Oktoba, nyumba 35 ziliteketea kwa mkasa wa moto katika kitongoji cha Chai pa Bagira. Siku mbili baadaye, huko Chikonyi, watoto 3 walipoteza maisha katika moto mwingine. Na mnamo Oktoba 16, familia 500 ziliachwa bila makazi huko Mulambula karibu na duka la dawa la Farmakina. Moto mwingine uliripotiwa usiku wa Oktoba tarehe 23 kuamkia 24 huko Chiriri na kuharibu zaidi ya nyumba 20. Katika manispa ya Ibanda, tarehe 18 Oktoba, watoto 3 waliangamia kwa moto kwenye barabara ya Kayabu katika kitongoji cha Nyalukemba. Huko Kadutu, watu 14 walikufa kwa moto huko Mosala karibu na kanisa la Fununuru katika manispa ya Kadutu. Wakati huo huo, watu wengine 3 walipoteza maisha karibu na Wesha katika kitongoji cha Nkafu usiku wa Oktoba 31 kuamkia Novemba 1 mwaka tulimo. Wataalam kadhaa wa ulinzi wa raia wanapendekeza masuluhisho kadhaa, ikiwa ni pamoja na kuimarisha hatua za kuzuia katika vitongoji vilivyo hatarini, kubadilisha vifaa vya kuzima moto vya kisasa na kuongeza ufahamu wa jamii kuhusu mazoea ya usalama nyumbani. Umoja wa Ulaya unatoa nyongezo ya euro milioni 9, dola za Marekani bilioni 10,375 mkato 200 kama msaada wa kibinadamu kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kushughulikia mahitaji ya dharura ya nchi. Taarifa hii imetolewa na mwakilishi mkuu wa muungano wa mambo ya nchi na sera ya usalama Bikaja Kalaso katika mkutano wa Paris kuhusu amani na ustawi katika ukanda wa maziwa makuu. Kwa mjibu wa taarifa iliyotumwa na Radio Okapi katika taarifa kwa vyombo vya habari ya tarehe 3 Novemba mwaka 2025, migogoro inayoendelea mashariki mwa DRC imezidisha kwa kiasi kikubwa mzozo wa kibinadamu katika eneo hilo. Kuhama kwa idadi kubwa ya watu kumesababisha ongezeko la kutisha la hitaji la bidhaa muhimu kama vile chakula, maji na makazi, huko likiwaweka wanawake na watoto kwenye hatari kubwa zaidi. Mgao mpya huo ni wa milioni 9 franka za euro, ni pamoja na euro milioni 112 katika msaada ya kibinadamu ambayo tayari imetolewa kwa eneo la maziwa makuu mnamo mwaka wa 2025, ikilenga zaidi mashariki mwa DRC. Kamishna wa maandalizi kudhibiti mgogoro wa usawa alisema matatizo ya kibinadamu nchini DRC ni miongoni mwa majanga makubwa zaidi ya wakati wetu. Kiwango cha mateso ya wanadamu ni kikubwa na kinadai uangalizi wetu kamili.
Shukrani kwa ufadhili huu mpya wa Union Europeenne imejitolea kusaidia jamii zilizo hatarini zaidi nchini DRC. Kwa kifupi, Umoja wa Ulaya unasalia thabiti, alisisitiza, sio tu kama mwigizaji wa kibinadamu lakini pia kama mtetezi mkuu wa amani ya kudumu kwa watu wa Kongo. Usalama. Shirika la NDC linatoa wito kwa mamlaka kuchukua hatua za kuwasaka washakiwa wezi ambao wanajifanya wanamemba wa vuguvugu la AFC M23 na kutoa maagizo na nishati kwa mawakala waliotumwa shambani. Hii ni kukomesha unyanyasaji ambao idadi ya watu imekuwa ikikabiliwa kwa miezi kadhaa. Kulingana na NDC, wahalifu wanatumia uongo wakijifanya watumishi wa AFC M23 na kuwasimamisha madereva kudai pesa. Wengine wanashambulia maeneo ya ujenzi bila maagizo ya misheni. Katika swala hili, naibu msemaji mkoani wa NDC Wilfred Abamungu anatoa wito kwa mamlaka kuchukua hatua za kuwasaka wezi hao na kutoa maagizo ya ujumbe wa mawakala wa serikali. Aidha, inawataka wananchi kuendelea kuwa waangalifu na kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama. Wilfred Abamungu alisema, tuna denonse insécurité yenye inaendelea kuonekana hapa mjini Bukavu, insécurité yenye iko karakterize na maka ya maattack yenye na cible magari za watu warugaruga wenye hawako identifié, wenye wanajipresente kuwa wanamemba wa chama na wanakutanika wakivaa mashapo large bord, na wale wanainterpele watembeza gari, watembeza pigipigi, wanawaambia eti afande anawaita, na wakisha wanyang'anya magari zao wanaanza kuwaomba pesa mbele waachilie gari. Na wakati tumechunguza tunajikuta ya kwamba wale ni wamwizi wenye wanapenda kuchafua chama. Ndio maana tunaomba wakuu viongozi waangalie namna gani wanaweza kumaliza ile mambo ya insécurité. Vile vile kuna wengine ambao wanajikuta wakipitapita ndani ya machantier, hawana ma ordre de mission, hawana ma carte de service, na ile inaleta ingine yenye iko sous forme ya insécurité. Tunaomba wakuu viongozi waangalie namna gani watachukua mbinu za kutrake wale wamwizi, wawafunge na wamalize ile insécurité yenye inaanza onekana hapa mjini Bukavu. Wapatie wale wa agent wote wenye wanapitaka kwa chantier ma carte de service, na wapatie vile vile ma ordre de mission. Afya. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF linatangaza Jumatatu, Novemba 3, kumalizika kwa shughuli zake za matibabu huko Salamabila katika jimbo la Maniema. Baada ya miaka 7 ya uingiliaji kati, shirika linasimamisha mradi ambao umebadilisha sana mazingira ya afya ya eneo hilo. Kwa mjibu wa MSF, kuondoka huku kulitekelezwa rasmi tarehe 31 Oktoba mwaka 2025, ni sehemu ya mpango wa kujiondoa uliopangwa tangu mwanzo mwa mradi na hauasiri mabadiliko ya msimamo. MSF bado inaendelea kufuatilia hali ya magonjwa katika eneo hilo na itakuwa tayari kutoa msaada wa dharura wakati inapohitajika. Tangu mwaka 2018, MSF kwa ushirikiano na Wizara ya Afya imehudumia wahanga 16,436 wa ukatili wa kingono na kuwachanja watoto 1,113 dhidi ya surua, kutiba kesi 1,411 za malaria na watoto 26,817 waliokuwa katika hali ya malisho mabaya. Kati ya mwaka 2019 na mwaka 2024, vifo vya akina mama wakati wa kujifungua vilipungua mara 20 na vifo kutokana na malaria vilipungua kwa nusu. MSF pia imewafundisha wahudumu 13 wa afya ya uzazi kutoka jamii ya wenyeji ili wahudumia manusura wa ukatili wa kingono na zaidi ya wahudumu 100 wa afya waliojifunza kutibu malaria. Kupitia usakinishaji wa kaneli 136 za sola, kituo hicho sasa kinajitegemea kwa nishati ya umeme. Hata hivyo, MSF inasema mahitaji
ya kiafya bado ni makubwa katika jimbo la Manyema ambalo mara nyingi husaulika katika mgao wa misaada ya kibinadamu. MSF inatoa wito kwa mamlaka za Kongo na kwa washirika wa misaada ya kibinadamu kuendeleza juhudi za kuhakikisha upatikanaji wa huduma za afya, usalama wa wafanyakazi wa afya na usambazaji wa misaada uko salama bila. Ukatili wa kingono bado ni dharura ya afya ya umma mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Kumbuka kuwa kwa kipindi cha miaka 7 MSF imekuwa bega kwa bega na wakaaji wa Salamabila kuanzia huduma za kijamii hadi huduma maalum huku Bukavu. Siasa. Jukwaa la upinzani Sauvons le Congo linaelezea hatua ya kusimamisha vyama 12 vya siasa vya Kongo kama kitengo cha vita dhidi ya wingi wa kisiasa, utawala wa sheria na uhuru wa kujumuika. Taarifa imewekwa hadharani na kugatuliwa na wenzetu wa Radio Okapi mnamo Jumanne Novemba 4 mwaka wa 2025. Uamuzi huo ulitangazwa Ijumaa iliyopita na naibu waziri mkuu na waziri wa mambo ya ndani na usalama. Unalenga miongoni mwa mambo mengine PPRD ya rais wa zamani Joseph Kabila, LGD ya Matata Mponyo, Piste pour l'Emergence Parti ya Seth Kikuni na wengine wengi. Kwa mujibu wa mshauri Paul Kabwe, mtumishi wa waziri aliyenukuliwa na Radio Okapi, baadhi ya makundi haya yanadaiwa kufanya shughuli za kijeshi au za kinyume na sheria. Anabainisha kuwa idara ya 6 ya sheria vyama vya siasa ni ibara ya 181 hadi 184 ya kanuni za adhabu inatangaza vitengo hivyo ikiwemo kushirikiana na watu wanaopatikana na hatia ya uhalifu. Kwa mujibu wa jukwaa la Sauvons le Congo linasema kuwa kusimamishwa huku ni mwelekeo wa kimabavu miaka michache tu kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2028. Muungano wa Lamuka pia umegazabishwa. Msemaji wa Prince Epenge analaani hii kama shambulio kubwa dhidi ya demokrasia. Anaamini kuwa DRC inapitia awamu muhimu ambapo mmoja wa kitaifa unapashwa kuchukua nafasi ya kwanza kuliko ukandamizaji. Mazingira. Zaidi ya nyumba 10 zimeharibika katika kijiji cha Lukera na mashamba kadhaa yaliyolimwa yameharibika. Hii ni idadi ya mvua kubwa ilionyesha katika eneo kubwa la Kale mnamo Jumatatu Novemba 3 mwaka tulimo. Tangu Jumatatu tariki 3 Novemba mwaka 2025, mvua kubwa imenyesha katika maeneo kadhaa za Kalehe na kusababisha uharibifu mkubwa. Kundi la Mbinga Nord liliasiriwa zaidi kulingana na vyanzo vya ndani vilivyotajwa na Jambo RDC. Katika jiji la Lukera, katika kijiji cha Lukera, zaidi ya nyumba 10 ziliharibiwa na mafuriko. Kwa mujibu wa mashuhuda, kwa sasa nyumba zingine zinatishiwa katika jiji jirani vya Mukwija na Kinyezire. Benjamin Munganzi, mkazi wa eneo hilo, anaripoti kuwa mvua hiyo imesababisha uharibifu mkubwa. Zaidi ya nyumba 10 tayari zimeanguka katika kijiji cha Lukera na huko Mukwija na Kinyezire. Nyumba zingine ziko hatarini kuzamishwa na maji. Mbali na nyumba hizo, mashamba mengi hasa maeneo ya Kalanga, Karango na Ruhunde yamekumbwa na mafuriko hiyo, kwa hivyo kutishia mazao ya wakazi hao. Hasara hii inazidisha hali ya chakula kwa watu ambao tayari wako hatarini. Kutokana na mafuriko haya ambayo yanarudisha kumbukumbu za majanga na awali huko Kalehe, wito umetolewa kwa mashirika ya kibinadamu kuingilia kati na kutoa msaada wa dharura kwa waathiriwa. Kwa kifupi, mamlaka za mitaa ya wakazi na wakazi wa eneo la Kalehe wanatumaini kwamba hatua zitachukuliwa kusaidia watu walioathirika na kuzuia maafa haya kuwa na madhara makubwa zaidi.
Tutamatishe na habari za soka. Draw ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika imepangwa. Baada ya kufuzu kwa hatua hii ya shindano hilo kwa mara ya kwanza katika historia yake, FC Saint Eloi Lupopo imepangwa katika kundi ngumu lenye vigogo watatu wa bara hili. Rail Waimene itacheza kundi C pamoja na MC Alger, Mamelodi Sundowns na Al Hilal Omdurman. Wapinzani hawa watatu wenye uzoefu wote wamewahi kukutana na TP Mazembe nchini DRC. Maniema Union pia itamenyana na Azam FC ya Tanzania na Nairobi United ya Kenya. Kwa hivyo, wajani na weusi watalazimika kusafiri hadi Afrika Mashariki na Maghreb kwa kampeni hii ya bara. Vikundi vya ligi ya mabingwa Afrika mwaka wa 2025 tarehe 26 ni kama ifuatavyo. Kundi A, Renaissance Berkane watacheza na Pyramid. River United watacheza na Power Dynamos. Kundi B, Al Ahly itacheza na Young Africa. AS FAR watacheza na JC Kabylie. Kundi C, Mamelodi Sundowns watacheza na MC Alger. Al Ahly itacheza na FC Saint Eloi Lupopo. Kundi D, Esperance de Tunis watacheza na Simba FC CS Petro. Mwisho wa ratiba zetu kwa siku ya leo. Asante kutukopa jicho na sikio mwanzo hadi tamati. Tukiwa Novemba 4 mwaka tulimo, tunasema asante, baki mwaminifu kwa ratiba zetu. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.